السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi, ni furaha ya kwamba tumeingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kila mmoja alikuwa anaongojea, na kwa yule aliyeafikiwa kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ainue mikono kumwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillah, pia sujudu sijdatu shukr, shukuru Mwenyezi Mungu kwa kuafikiwa kwake kuingiliwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani wengi walikuwa wanatamani mwezi huu waupate, lakini maalasaf kulingamana na kadari ya Allah jalla jalaluhu wakawa ni wenye kutangulia mbele za Allah. Kwako wewe ambao uliwafikiwa kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni neema kubwa Allah amezokupa, ni neema kubwa Allah amezokutendea. Linalohitajika sasa ni kwamba umshukuru Allah kwa kule kufikiwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bila kupoteza wakati, ni kwamba katika kikao chetu hiki cha kueleza Waislamu, kufaidisha Waislamu, kujifaidisha mimi na kumfaidisha Muislamu, ni kwamba tutaeleza wadhaif ambazo zinazofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, au kazi ambazo Muislamu anafaa kuzifanya katika mwezi wa Ramadhani, na wakati atakapozitenda wadhaifu kama hizi, nini ambacho kwamba atakachokipata, kwa sababu kila kitu kina mipangilio yake, kila jambo lina mipangilio yake, na Ramadhani ingaletwa kwetu sisi ina mipangilio yake ambayo kwamba na kanuni zake ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alizozikusudia kwa Muislamu aliyekubali kwa ulimi wake na kukiri kwa moyo wake kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, na kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumi wa haki, basi ameandaliwa kanuni ambazo kwamba anastahiki katika mwezi huu wa Ramadhani awe ni mwenye kuzitekeleza kanuni kama hizi. Sasa ndiyo maani katika kipindi hiki tunataka tuzieleze zile kanuni ambazo kwamba wafaa kuzifanya ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, ili uweze kukaribia kwa Allah jalla jalaluhu, au ili uweze kupokewa na Allah jalla jalaluhu, ili uweze kuingia peponi. Sio kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia na hatujui kitu gani ambacho kwamba kinastahiki kufanywa ndani yake. Lakini kabla hatujaeleza zile kanuni ambazo kwamba zenye kustahiki kufanywa au mambo ambayo kwamba yanayostahiki kufanywa katika mwezi huu wa Ramadhani, kwanza tujue hii ni funga ya Ramadhani ni nini. Kwanza ni ufahamu wewe Muislamu kwamba hii ni saumu ya Ramadhani, ni saumu ambayo kwamba ile faradhi ambayo kwamba yajulikaniwa toka zamani, isipokuwa hapa ni atahsilu hasil. Saumu ya Ramadhani ni saumu ambayo kwamba iliyofaradhiwa na Al-Qur'an Al-Karim. Saumu ya Ramadhani ni jambo ambalo kwamba kufaradhiwa kwake ni wewe kama Muislamu ujiziwie na kula, ujiziwie na tendo la ndoa, min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams. Ndio maana ya saumu istilahia. Ama kilughawiyan ni kila mtu ambaye kwamba anapoamua kufanya jambo akaziwiana akajidumisha katika lile jambo, huo huitwa amefunga kilughawiyan. Kama mfano Mama Maryam alipomzaa mwanae na kujua ya kwamba akenda kwa watu wake atakuwa ni mwenye kukajeliwa na kusimangwa, Mwenyezi Mungu akamwambia, ukifika huko watakapokuwa ni mwenye kuuliza uambie inni nadhartu lirrahmani sauman, mimi nimetia nadhiri kwa Allah jalla jalalu niwe ni mwenye kufunga. Kufunga nini? Falan ukallima alyawma insiya, sizungumzi na mtu yoyote. Sasa hapo utapata kilugha hii ni saumu, ni neno la kujifunga na kitu. Ikiwa ni kujifunga kutozungumza ni saumu, ikiwa ni kujifunga kwamba wewe utasimama hukai ni saumu, ikiwa utajifunga na kukaa husimami ni saumu kilugha. Lakini kiistilahi ni kwamba funga ni kule kujiziwia na kula kuanzia alfajiri mpaka kukutoa na jua, kujiziwia na matendo ya ndoa kuanzia alfajiri mpaka kukutoa na jua, pamoja na kuwekezania, bimaana
kwamba mimi kesho nitafunga saumu ya Ramadhani au nitafunga saumu ya sunna, umeweka nia, kisha alafu ukiingiliwa na alfajiri ukawa wewe umekaa hukula mpaka jioni ukadhinwa maghrib, hiyo ndio inaitwa saumu kwa istilahi ya wanazuoni na kwa istilahi fupi ambayo kwamba tumeifahamisha na kila mmoja aijua istilahi hii. Saumu ya Ramadhani ni moja katika nguzo za Kiislamu, ni moja katika nguzo za Kiislamu. Saumu ya Ramadhani ni moja katika amali ambazo kwamba amezozipenda Allah jalla jalalu, kwa kuwa hadithul qudsi, Mwenyezi Mungu jalla jalalu anasema, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi mimma faradtu alayhi au mimma aftaratu alayhi, mja wangu hajikaribishi kwangu mimi kwa kitu ambacho kwamba ninachokipenda mimi kama kile nilichomfaradhia, kama kile nilichofaradhia. Na moja katika ulichofaradhiwa ni saumu, kwa sababu bunia alislamu ala khamsi, nguzo za Uislamu zimejengwa katika nguzo tano. Moja katika hizo nguzo tano Allah amezotuwekea na Bwana Mtume Muhammad amezotuwekea wa saumi Ramadhana. Katika Al-Qur'ani, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo saumu ni faradhi kwa kupitia Al-Qur'anul Karim, kutiba alaykumus siyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Saumu ni faradhi kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bunia alislamu ala khamsin wa dhakara minha wa saumi Ramadhana, kwamba Uislamu umejengwa katika nguzo tano na moja katika nguzo tano Mtume alizozitaja ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Saumu yampasa kila Muislamu ambaye aliyekalifishwa na sharia, mwenye kuweza kufunga, mtu ambaye kwamba sahihin muqimin ghairi ma'dhurin, mtu ambaye mwenye afya yake na mwenye mkazi na aliyemkuwa mkazi wa mji, ambaye si msafiri, kwa sababu katika masala ya kufunga katika usafiri umepewa udhuru, yani bimaana waweza kula alafu ulipe baadaye. Lakini hapa kile ambacho kwamba kinachohitajika kwa usahihi wake wa kuwajibishwa kwako ni uwe sahihi muqimi ghairi ma'dhurin, huna udhuru wowote. Udhuru ambao kwamba uliokusudiwa ni vile vitu ambavyo kwamba venye kumkataza mtu asifunge, kama mwanamke akiwa na hedhi na nifasi, kama mwanamke akiwa na hedhi na nifasi, shafahamiana, ndiye ambaye hafai kufunga, hafai kufunga. Kwa hivyo saumu ni faradhi kwa kila Muislamu kwa aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Na mwanzo ilipofaradhiwa hii saumu ilikuwa ni kila anayeweza kufunga zile siku ambazo kwamba za maadudat, shafahamiana, kisha ikaja ikaondoshwa ikawa ni lazima ufungwe mwezi mkamilifu, ikafanywa nasikh masala kwamba leo ukiweza kufunga funga, ikafanyiwa nasikh, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na ilikuwa kabla ya saumu ya Ramadhani, maashara sada, watu walikuwa wamefaradhiwa kufunga saumu ya Ashura. Fahamana, si ndio? Hadithi ya Sayyidatuna Aisha inatueleza ya kwamba kanat Quraishun tasumu Ashura fil jahiliya wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu falamma hajara ila almadinati swamahu wa amara bisiyamihi. Makureishi zamani walikuwa wakifunga saumu ya Ashura katika ujahilia, na mtume pia alikuwa akifunga. Sasa mtume alipotoka Maka kwenda Madina akawa yuwafunga ile saumu ya Ashura na akaamrisha watu wafunge ili saumu ya Ashura. Ikawa saumu ya Ashura imeingia katika ufaradhi, lakini ilipokuja kufaradhishwa Ramadhani, mtume akawaambia masala ya saumu ya Ashura, man shaa swamahu wa man shaa tarakahu, yule ambaye kwamba anayetaka atafunga, yule ambaye kwamba hataki akule. Ikawa saumu ya Ashura imepomoka katika ufaradhi, na ufaradhi iliyokaa sasa mahali pake ni saumu ya Ramadhani. Saumu ya nini? Ya Ramadhani.
saumu ya Ramadhani au mwezi wa Ramadhani pia tukiuangalia katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 9 katika muandamo wa ashhur sanati al-qamariya. Ashhur sanati al-qamariya, ashhur sanati al-qamariya huanza mfungo 4 mwezi wa kwanza, mfungo pili, mfungo 5 mwezi wa pili, mfungo 6 mwezi wa 3, mfungo 7 mwezi wa 4, mfungo 8 mwezi wa 5, mfungo 9 mwezi wa 6, mfungo 7 mwezi wa 10, afwan, mfungo 4, mfungo 5, mfungo 6, mfungo 7, mfungo 8, mfungo 9, mfungo 10, Shaabani, Ramadhani mwezi wa ngapi? Wa 9. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani kwa kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 9, ndio mwezi ambao wa Ramadhani. Ama neno la Ramadhani, Mujahid anasema ni miongoni mwa jina la Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Yuqalu shahru ramadhana kama yuqalu shahrullah, kama vile inavyosemwa shahrullah. Wasahihu lakini annahu ismun lishahr. Ramadhana ni jina la nini? La mwezi, na imeitwa Ramadhani kwa sababu wakati zamani walikuwa hunu mwezi wa Ramadhani unafikiana na wakati wa joto, wakati wa jua kali, walikuwa wakifunga katika joto ambalo lililo zito, joto ambao kwamba mawe yakishika moto, basi likawekwa jina Ramadhani kwa ile hali ambayo kwamba iliyo kuwepo wakati ule mwezi wa Ramadhani unapoingia, ndio ikaitwa shahru Ramadhana, na ndio Qur'anul Karim ikataja hiyo maana shahru Ramadhana. Na imeitwa usamma kadhalika inda almuslimina wa yuqalu inda idafati sawmi alayhi shahru Ramadhana, sawmu shahri Ramadhana. Wakati unapofanya idhafu ni ilayhi, utegemezea saumu, utasema saumu shahri Ramadhana. Na imekuja ikhtilafu katika kuitwa Ramadhana basna ya kutegemezea shahru fi hadhihi almas'alata thalathata madhahib, kama Imamu Nawawi alivyoeleza. Ashabu Maliki wanasema Ramadhan infiradan bihali, wanasema waweza kusema Ramadhan, shafahamiana, lakini wengine ukwambia mpaka useme shahru Ramadhana, kama wengi wa wanazuoni wa Imamu na Shafi'i. Imamu al-Bukhari na muhaqiqina wasema la karahata fi itlaqi Ramadhana biqarinatin wa bighairi qarinatin wa sawwabahu an-Nawawi fi sharh sahih Muslim. Tafahamiana. Almuhimu ni masala ambayo yamekuja yakakhtalifiana baina ya wanazuoni katika kuita mwezi wa Ramadhani. Wengine kwamba sema Ramadhani, wengine sema shahru Ramadhana, wengine saumi shahri Ramadhana. Almuhimu nieleweke kwamba huu ni mwezi katika miezi ambayo kwamba ya Kiislamu, mwezi wa 9, na ni mwezi ambao kwamba uliofaradhiwa kwa Uislamu wa mwaka wa pili toka mtume agure Maka kwenda wapi? Madina, kama aya inavyoeleza kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ilivyofaradhiwa kabla yenu nyinyi. Ilikuwa sharia sabiqa imewekewa ahkamu za kufunga kwao na wao kama Qur'ani ilivyoeleza, lakini ikaja kwa Waislamu sisi ambao kwamba ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ummati Muhammad afwan, ikaja kwa ummati Muhammad ikawa ni kufaradhiwa hini saumu, na baada ya kufaradhiwa hakuna budi kila mmoja awe atakubaliana na hili ambalo kwamba lilofaradhiwa, na ukiliwacha kwa mawili, ima kwa uvivu wako ni dhambi ambazo umezifanya, ukiacha kwa juhudan umekufuru, kwa sababu fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kwamba hamutoamini, anaapa, hamutokuwa fala rabbika, anaapa kwa Mola wako, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara, hawatakuwa na imani mpaka wahukumie katika lile ambalo kwamba wanaoshindaniana nalo. Kisha unapohukumia ni kwamba wasipatikaniwe na dukuduku na uchukivu katika nyoyo zao,
kwa lile ambalo kwamba ulilolihukumu, wanakubaliana na hukumu ya nani? Ya Allah jalla jalaluhu. Ni maana kwamba tumeletewa Ramadhana bwana Mtume Muhammad, ni kwamba tusiwe na shaka katika hili ambalo kwamba tuliloletewa, ni tukubaliane nalo kama vile tulivyoletewa, kwa sababu muumini wa kiume na muumini wa kike, Mungu na mtume wake wanapohukumu jambo, basi hawana khiyara min amri, ni kukubaliana na lile ambalo kwamba walioletewa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Kwa hivyo ikhwatal majid, hili ndio kwa ufupi saumu ya Ramadhani, namna tulivyoelezwa na wanazuoni wetu na namna tulivyoelezwa kupitia hadithi ya bwana Mtume Muhammad na ijma'i ya wanazuoni, waeleza ya kwamba saumu ya Ramadhani ni faradhi kwa ijma'i yao yote. Yule ambaye atakayewacha juhudan fakad kafara fakad kafara, amekufuru, bimaana ametoka kwenye mila ya Uislamu. Kwa hivyo tukae tukijua ya kwamba wahitajika kufungwa saumu hii, kama vile Mwenyezi Mungu ametuafiki tumeingiliwa nayo, basi ni wewe Muislamu ulioafikiwa kuingiliwa na mwezi kama hunu, upatilize kwa ibada, upatilize kwa mambo ya khirati, ambayo leo hapa ndio tumekaa kikao hiki kukueleza moja na lingine, ambao ni wadhaifu shahr Ramadhan almuazzami, wadhaif za mwezi wa Ramadhani mtukufu, ili uweze na wewe kupata faida katika hizi nyadhaif, kisha uzifanyie kazi ili uweze ukaribie kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Usiwe ni mwezi umeingia na kwenda zake, hali ya kuwa huna ambalo ulilolifanya katika maisha yako ndani ya mwezi wa Ramadhani. Utakuwa umehasirika. Sasa ndio maana tumeandaa kikao hiki cha kueleza nyadhifa ambazo wafaa kuzitendea kazi katika mwezi huu wa Ramadhani, ili uweze kuwa karibu na Allah jalla jalaluhu. Usiwe mbali, ili upate kufaidika baada ya kwamba umejua saumu nini. Japokuwa twaijua saumu, kila mwezi twaeleza hili saumu, alhamdulillah, na siku zaingia kila siku, hazichelewi kufika Ramadhani, kila siku elezwa, twaelewa maana saumu nini. Hizi nyadhifa ambazo kwamba leo tutakuzieleza ndio aham. Tuwe ni watu ambao kwamba twakaa mkao wa kula wali, ili tuweze kuzijua Ramadhani ikiwa ni yenye kumalizika, tumezifanyia kazi nyadhifa kama hizi na tumefaidika na tumetoka katika nyoyo msusuwao wa moyo ambao kwamba tulio nao. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tuwe ni alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. As'ada Allahu awqatakum ila al-liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wal afwa minkum. Hii ni An-Nisaa TV.